الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Tupo kwenye mwezi wa furaha bado, au miezi ambayo tunafurahika kwa mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nabii ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemleta katika ulimwengu huu, nabii ambaye anategemewa katika kila jambo na viumbe vyote ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba, nabii ambaye Nabiullahi Adam alayhi salam aliomba msamaha kupitia jina lake, nabii ambaye kwamba jina lake au majina yao yalisababisha lile safina la Nuh liweze kuenea au kuelea katika maji, nabii ambaye kwamba zama alizokuwa kabla ya kuzaliwa kwake watu wema walishambashiria ya kwamba atakuja kuwa ni nabii ambaye anafaa, au atakuja kuwa kiongozi ambaye anategemewa na watu wote. Ndio katika maneno ya mzee Abdul Muttalib, siku moja alikaa na watu wake wa kabila lake na Waarabu kwa ujumla, akawaambia ya kwamba inna min sulbi la nabiyan lawadittu anni adraktu dhalika zamana, kwa hakika katika mgongo wangu kuna nabii atakuja, natamani lau ningekuwa katika zama hizo niweze kumwamini. Faman adrakahu min wuldi falyu'minu bih, yoyote atakayekutana na nabii wa sampuli hiyo wa namna hiyo, basi amuamini na afate maagizo yake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja kutufundisha au kutusomesha ustaarabu, na ustaarabu kwa hakika sio kuvaa vizuri japo ni katika ustaarabu. Ustaarabu sio namna ya kutembea japo ni vitu ambavyo vipo katika mafunzo ya Mtume Muhammad, lakini alikuja kutufundisha ustaarabu wa namna ya kuwasiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maulama wetu akasema ya kwamba mahusiano ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au mawasiliano na mahusiano ya Mungu pamoja na mja wake, yamegawanyika katika sampuli mbili. Kuna al-ilaqatun amma wal ilaqatun khassa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mawasiliano ya moja kwa moja na kila kiumbe. Ndio maana akasema wa rahmati wasi'ati kulla shay'in, kwa hakika rehema zangu zinamhusu au zitampata yoyote yule katika viumbe vyangu. Wa adhabi usibu man asha, lakini adhabu na ghadhabu zangu zitampata mtu maalum. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ana ilaka za moja kwa moja na viumbe vyake. Na katika sisi kuna mwingine akiomba dua yake au akifanya jambo lake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu kwa haraka sana. Lakini mwingine unaweza ukafanya ibadat zote ambazo zimeelekezwa na mitume na maimamu, lakini dua yako au ile talab uliyoielekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akaichelewesha ikachukua muda mrefu sana. Sasa katika ulimwengu tunaoishi, inatakikana tuwe au tufahamu mawasiliano na ilaka yako na Mwenyezi Mungu uko katika sehemu gani. Tukisoma katika Qur'an, katika aya zote ambazo Mtume Muhammad alishushiwa, kwa hakika zinazungumza na moyo wa mwanadamu, kwa hakika zinazungumza na roho ya mwanadamu. Ukisoma katika Qur'an, aya nyingi zinaelezea, zinasema ya kwamba akili ni sehemu ya kunyambua yale mambo ambayo mwanadamu amefikiria katika moyo wake. Akili ni sehemu ya mwisho ambayo inafungua mlango mwanadamu aende akatende lile jambo. Katika aya nyingi Mwenyezi Mungu anazungumza na moyo. Mfano katika aya ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule atakayekuja na moyo ambaye ni msafi. Na Mungu hakutaja akili. Akili ameitaja katika sehemu nyingine tofauti, akasema ya kwamba ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum, nyinyi mnawalingania watu mambo mazuri ili hali mmesahau nafsi zenu. Wa antum tatluna alkitaba, na ninyi mnasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwisho akasema afala taqilun, hamna akili ya kunyambua mambo kiasi ukasema hili linanifaa na hili halinifai. Hakuutaja moyo. Ilaka ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote inatakikana tuwe na ilaka khasa, na sio uwe na mawasiliano na Mwenyezi Mungu ya kupepesa ukawa na ilaka amma. Tuwe katika ulimwengu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda tuwe hapo. Aya niloisema mwanzo inasema ya kwamba falamma taraa aljam'an qala ashab Musa. Nabiullah Musa kisa chake ni maarufu katika Qur'an. Alipata misukosuko mingi sana na Bani Israel. Kuna maswali mengi walimuuliza, mengine aliyajibu, mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama katika historia inavyotueleza, mengine Mwenyezi Mungu aliyafumbia macho kwa sababu hayawezekaniki. Mfano, arina Allaha jahara, Musa, kama unataka tukuamini kweli, tuonyeshe Mungu wako dhahiri, tuwekee hapo mbele. Mungu akukubaliana hilo suala, akawaua wote ikisha akawafufua. Sasa katika dawa ya Musa alayhi salam, akiwa anaondoka ili kuepuka zile shari za Firauni alayhi laana, alifika katika ukingo wa bahari. Naomba tusikilizane vizuri tuone ile ilaqatu khassa na ilaqatu amma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma taraa aljam'an, Musa alipofika katika ukingo wa bahari, akawa ana option nyingine ya kukimbia zile shari za Firaun. Wakawa wanaonana macho kwa macho na jeshi la Firauni alayhi laana. Wale ambao walikuwa ni maswahaba wa Musa wakasema hivi, inna lamudrakun, tumeshanaswa ewe Musa. Musa bila kuwaza chochote wala kusikitika akasema, kalla, hapana, hatuja kutwa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi na Mola wangu namtegemea, ataniongoza na atanitoa katika tatizo hili. Hiyo ni ilaka khaswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwaza jambo la kuwajibu wale mabwana, wala kuingiwa na hofu yoyote ya kuhofia jeshi la Firauni alayhi laana. Akawaambia hapana, tena kupinga kukali, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin,
mimi na Mola wangu ataniongoa katika hili jambo. Al-Allama At-Tabari anasema hivi katika hii aya tafsiri yake, Musa alipomaliza kusema haya maneno akajitenga nao pembeni, kisha akaenda kuomba dua hii maarufu, akasema ya kwamba ya man kunta qabla kulli shay'in, ewe ambaye ulikuwa kabla ya chochote kuwepo katika ulimwengu huu, almukawwinu likulli shay'in, na uliotengeneza kila kitu ukakipa sura. Chochote ambacho umekipa sura au umekiumba katika ulimwengu huu umekipa sura maalumu na ni nzuri sana. Walkainu ba'da kulli shay'in, ya Allah, wewe ulikuwepo kabla ya chochote kuwepo katika ulimwengu huu. Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, ij'al lana farajan wa makharaja, ya Allah, tunaomba utupe faraja katika hili tukio linalotaka kutusibu na utufanyie wepesi katika jambo letu. At-Tabari anasema hapo hapo akashuka Jibril alayhi salam akamwambia Musa, idhrib bi'aswaka al-bahra, chukua fimbo yako upige nini? Bahari. Bahari ikapasuka kama vile ilikuwa ni milima ya zamani, pakaacha njia. Famarra Musa alayhi salam ma ashabihi, Musa akapita na masahaba zake. Alivoruka upande wa pili, Firaun na watu wake wakamfuata. Mungu subhanahu wa ta'ala au Mwenyezi Mungu akaifunga ile bahari, akamwambia Firaun, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna aya, leo tutakufanya moyo wako, mwili wako huu uwe ni alama na aya kwa vile viumbe ambao vitakavyokuja venye ususuavu wa moyo wa mfano wako au kukuzidi wewe. Hapo palikuwa panapigana nguvu mbili. Ilaqatun amma ni yule mtu ambaye ana shida ya jambo fulani, anasema ngoja nifunge Alhamis na Jumatatu, Mwenyezi Mungu yufarij anni, aniondoe katika hili tatizo. Akishaondolewa lile tatizo na Mwenyezi Mungu na subhanahu wa ta'ala, yanqalibu ala wajhi, anaachana zile habari za kufunga, habari za nawafil, habari za salatul layl, anakuwa sio mtu wa kule tena, anakuwa na urafiki wa mashaka na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, kuna watu katika umma wa Mtume Muhammad wanamwabudu Mwenyezi Mungu kwa malengo fulani. Una jambo lako fulani ndio unamkimbilia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiwa hauna jambo fulani, wewe unakuwa ni mtu wa kawaida kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe hauwezi kuwa katika msafara wa Musa alayhi salam aliposema, falamma taraa aljama'an qala ashabi Musa inna lamudrakun, hakika tumepatwa. Hapo hapo akasema, ya man kunta qabla kulli shay'in almukawwinu likulli shay'in, ambaye umetengeneza kila kitu kakipa sura, walkainu ba'da kulli shay'in, Allahumma ij'al lana farajan wa makhraja. Hivyo hivyo katika historia tunasoma na kila siku tunasomewa katika manabir, al-Imam Hussein alayhi salam, ule usiku wa Lailatu Ashura, ule usiku ambao ulikuwa ni mgumu sana kwa al-Imam al-Hussein, alifanya nini? Al-Imam Hussein alayhi salam alisimama katika jabali au katika jiwe, akawasimamia wale maswahaba zake maarufu, wakina Muslim bin Ausaja, wakina Habib ibn Madahir, wakina Zuhair ibn al-Qayn al-Bajali, akawaambia usiku umeshafika, fanyeni usiku ndo kimbio lenu, fanyeni usiku ndo stara yenu, kwa hakika mabwana wananihitajia mimi peke yangu, hawa wahitaji nyinyi. Wale maswahaba mmoja mmoja kama tunavyosoma katika sira, katika historia, wale walikuwa na ilaka khaswa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja akawa anamfuata al-Imam Hussein. Habibi bin Madahir mzee anamwambia, ya Aba Abdullah ya ibn Rasulillah, ewe Aba Abdullah kijana wa mtume, lau kutiltu, lau nikauawa, thumma nushirtu, ikisha nikazikwa, thumma huyit,
kisha nikafufuliwa tena, thumma uqtal, ikisha nikauawa, thumma uqtalu hiraban, ikisha nikakatwa vipande vipande, wallahi ma taraktuka ya aba Abdillah, walai sintokuacha katika viwanja hivi vya vita. Hao ni watu waliokuwa na ilaka khaswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda rafiki yake au mje wake aepukane na vitu ambavyo yeye havipendi kiasi awe ni rafiki wa dhati. Asilimia kubwa au watu wengi katika sisi, kuna vitu tunavifanya tukiwa peke yetu na Mwenyezi Mungu havimridhishi. Na ukiwa unafanya jambo kwa siri, umekaa kwenye kona mwenyewe, unajua huonekani na yoyote, Mungu amekataa, anachukia. Anasema katika hadithul Qudsi, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adamu, istahyaita min khalqi wa lam tastahi minni, kwa nini umewaonea haya waumini au watu wa kawaida? Wa lam tastahi minni, lakini ukunionea haya mimi. Wewe ukifanya dhambi kwa siri uko peke yako, kaogopa watu wasikuone, kwa hakika umemdharau Mwenyezi Mungu. Anasema lima ja'altani ahwana an-nadhirina ilayk, kwa nini umenifanya mimi ni mtu duni sana katika viumbe vyote? Umeona mimi siwezi kukuona katika matukio ambayo unayofanya kila siku. Mungu hapendi urafiki wa makosa yeye na mja wake. Ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema kumsifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema ilahi kafa bi izzan an akuna laka abdan, Mwenyezi Mungu, utukufu ulioje, mimi najivunia kuwa mja kwako, kuwa mtumwa kwako, unanielekeza na ninafuata kila jambo. Wa kafa bi fakhran an takuna li rabba, na kwa hakika mimi najitukuza au nakutukuza kwako wewe, na kuwa na fahari wewe kuwa mimi ni mja wako. Anta li kama uhib, hakika mimi niko kama vile unavyopenda wewe. Wawafiqni ya rabbi lima tuhib, niwafikishe katika kila jambo ambalo nalihitajia mimi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, kama tunavyosoma na ni madhahibi zote, alikuwa ni bingwa na ni mcha Mungu, na alikuwa anajua kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyiduna Ali bin Abi Talib alikuwa, au katika maimamu wote walikuwa wana ilaka khaswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana dua zao zilikuwa hazina ijabu, dua zao zilikuwa hazina kizuizi chochote, walikuwa wanaweza kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasina kizuizi chochote kile. Tukisoma katika Qur'an tunaona kuna hiwari nyingi baina ya watu wema na watu waovu, na wao waliwavumilia. Ukiangalia hiwari baina ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salam na baba yake Azar, alimuita na kumlingania kwa lugha ya upole. Watu waliosoma lugha wanajua maana ya mtu akisema ya abati, hakusema ya abi, hakutaja chochote. Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyan idh qala li abihi, alipomwambia au alipomwambia baba yake, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a, baba yangu, mbona unaabudu kitu ambacho hakioni, kitu ambacho hakisikii, kitu ambacho hakikudhuru? Hakuishia hapo, akamwambia ya abati la ta'budi shaytana inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya, usiwe na shaytan, usishikamane na shaytan, hakika alikuwa ni mtu muasi sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuishia hapo, akamwambia ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya
baba yangu, mimi nimekuja na jambo kubwa, jambo adhimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika nifate mimi, nitakuongoza njia iliyo sawa sawa. Ikisha akamwambia, ya abati, ewe baba yangu, inni akhafu an yamassaka adhab, na hofia usije ukapata adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya mambo ambayo unayafanya na kuyatenda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa adhabu. Angalia maneno ya Ibrahimu alayhi salam, amemuita baba yake kwa upole, ya abati, akumwambia ya ammi ya Azar. Mwisho baba yake akamwambiaje? Araghibu anta an alihati ya Ibrahim, wewe unawachukia waungu wangu Ibrahim. Mwisho akamwambia, la arjumannak wahjurni maliya, nitakupiga mawe mpaka ufe, niondokee, kaa mbali. Anamfukuza nyumbani. Ukiangalia mawasiliano ya Ibrahimu alayhi salam, ukiangalia maneno ya Azar, unaona kabisa kuna ilaka tofauti za kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mawasiliano ya Azar na ya Ibrahimu yapo tofauti. Hivyo hivyo kwa Nuhu na mtoto wake. Mvua imekuwa kubwa, mafuriko yamekuwa ni mengi sana. Nuhu akamwambia mtoto wake, ya bunayya yarkab ma'ana, mwanangu panda na sisi. Akamwambia kwa ujeuri, saawi ila jabalin yasimuni min alma, nitapanda kwenye kina cha mlima, Mwenyezi Mungu ataniokoa, au nitaongoka, kwa sababu yeye alikuwa hana Mungu. Nitaongoka, nitaepukana na haya maji. Baba yake akamwambia, la asima al-yawm, leo hakuna msamaha, hakuna msaada isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto na baba, mawasiliano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mawasiliano ambayo yako tofauti. Sote inatakikana tuwe na ilaka khasa na sio ilaka amma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana huruma sana na waja wake. Vile utakavyomwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndo anavokujia hivyo hivyo. Kuna hatua ukizipiga, Mungu anakuja hivyo kama alivyokuja. Ukipiga hatua fulani kubwa, Mwenyezi Mungu anakukabili hivyo hivyo. Ukidhamiria kuwa karibu na urafiki na Mwenyezi Mungu, na yeye anakuwa na dhamira kubwa zaidi ya kukufikia wewe. Katika suratu Al-Anbiya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda, kuna wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wamesimama na wakiwa wamekaa. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, ewe Mwenyezi Mungu, haukuumba vyote ambavyo tunaviona viko vina tofauti, havina kasoro. Subhanak faqina adhaban nar, ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utukinge na adhabu ya moto. Angalia unavomlilia na kumtaja Mwenyezi Mungu katika hizi aya. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita, hakika ukimuingiza yeyote katika moto wako, basi alikuwa amekuudhi au ameamiliana na wewe kwa utofauti kabisa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, mara 5 unamuita Mwenyezi Mungu, ikisha mwisho Mwenyezi Mungu anasema fastajaba lahum rabbuhum, Mwenyezi Mungu akaitikia ile dua yao, akaitikia ule wito wao, akawapa kile ambacho walikuwa wanahitaji. Ilaka ya sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatakiwa iwe katika manhaj ya Mtume Muhammad na ahlul bait alayhim afdal salatu wassalam. Inna a'tainaka al-kauthar wasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Kumnusuru na kumsherehekea Mtume Muhammad ni kufuata yale maelekezo ambaye alikuja nayo, na yale maelekezo ambayo yalihusiwa wakati akiwa ni mdogo, bado hajapewa utume. Kwa sababu mzee Abdul Muttalib na Abu Talib
kwa ujumla wao wote walikuwa wanataja vile vitu ambavyo mtume alikuwa atakuja navyo katika akhiri zaman. Ndio siku moja Abdul Muttalib akiwa katika sakarati al-maut akawapanga watoto wake wote mbele, wakiwa ni wengi na idadi kubwa sana, akiwa Hamza, Abbas, mpaka wale waliokuwa wa kike akawapanga. Ikisha akamweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbele yao, akamwambia, ayyukum yakfulu Muhammadan, katika nyie nani atachukua jukumu la kumlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ilikuwa inafahamika mtume ametajwa katika vitabu vingi vya zamani, na maulama wengi wa zamani walikuwa wanajua zile muwasafat na namna mtume atakavyokuja kuwa katika umma wa mwisho. Kwa hivyo kila mtoto wa Abdul Muttalib akawa analilia au anang'ang'ania kumlea Mtume Muhammad, lakini kila ambaye alikuwa akimshika mtume, mfano Hamza, akamfuata akamwambia, ya abata, ewe baba yangu, mimi nitamlea Muhammad. Abdul Muttalib akamwambia, la, anta sari'ul ghadab, hakika wewe ni mwepesi sana wa kukasirika. Akhafu an tu'dhiya Muhammadan, mimi nahofia kuna siku kakasirika ukamuudhi na Mtume Muhammad. Ikisha akaja mwingine Abbas akawaambia, ya abata, saakfulu Muhammadan, mimi nitamlea Mtume Muhammad. Akamwambia, la, anta kathiru safar, wewe unasafiri mara kwa mara kila mahali, huenda siku moja ukawa na safari zako nyingi ukamwacha mtume peke yake. Kabla ya Abdul Muttalib kumfikia Abu Talib, mtume akamkimbilia Abu Talib akamwambia, ana lahu, mimi nitalelewa na huyu hapa. Kwa hivyo mtume alichagua malezi yake yawe chini ya Abu Talib yeye mwenyewe akiwa na miaka 8. Abdul Muttalib akiwa katika sakarati al-maut akamwambia Abu Talib mbele ya wenzie, ya Aba Talib, ewe Aba Talib, unzuru an takuna hafidhan lihadha alwahid alyatim, na kuhusia umuhifadhi sana huyu kijana mpweke na ni yatima huyu, alladhi lam yashum raihata abi, hakuwahi kumuona baba yake maisha yake yote, walam yadhuku shafaqata umma, na wala hakuwahi kupata ladha ya kubebwa na mama yake. Unzuru ya Aba Talib, tizama ewe Abu Talib, an yakuna min jasadik, huyu mtume mjalie ni kama kitu ambacho kipo katika mwili wako unakijali. Fa inni qad taraktu bani kulluhum wa awsaituka bihi, mimi nimewaacha watoto wangu wote na nimekuhusia wewe mlee. Min ummin wa abi, mfanye kama wewe ndo mama yake na wewe ndio baba yake. Huyu mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma ni rahmatan lil alamin, aliwahurumia umma ambaye hakuwa amewaona kabla. Hakuwahi kuwaona umma ambao ni kama sisi tunamfuata sasa hivi. Ndio siku moja amekaa katika mimbari katika maisha yake ya mwisho akawaambia maswahaba zake, enyi maswahaba zangu, je, mnajua kima na manzila yenu juu yangu mimi? Wakamwambia, ya Rasulullah, sisi ni maswahaba zako, ni marafiki zako, tumeishi na wewe muda mrefu sana. Mtume akawaambia, naam, hakika ninyi ni maswahaba zangu tu, lakini mimi nina vipenzi vyangu watakuja kabla yangu mimi. Wale maswahaba wakashangaa wakawaambia, ya Rasulullah, awalasna ahbabak, kwani sisi sio vipenzi vyako? Mtume akawaambia, ahbabi man yatuna min ba'di, vipenzi vyangu ni wale ambao watakuja baada yangu mimi, yu'minuna bi wa lam yarawni, watakuja kuniamini mimi ni mtume kweli lakini hawakuniona. Lakini hatuwezi kujinadi na kujikweza mbele ya Mtume Muhammad tukadai ya kwamba sisi ni wafuasi wa mtume ili hali tunafanya mambo ya Mwenyezi Mungu
kinyume au hovyo. Ilaka na mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu inatakikana awe ya dhati, ili tuweze kujinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio mfano katika vita vya Siffin, ambapo wanahistoria wengi wanasema ulikuwa unaitwa usiku Lailatul Harir, usiku wa kulia au milio ya zile silaha ambazo watu walikuwa wanapigana nazo. Mchana wa dhuhuri kama hivi, jua limewaka jangwani, Sayyidina Ali bin Abi Talib yupo katika vita imepamba moto. Ibn Abbas akamuona Ali bin Abi Talib anatizama angani, anaangalia juu. Akamwambia, ya Amira al-Mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, mbona nakuona unatizama juu sana? Akamwambia, ya Aba Abdullah, ewe Aba Abdullah, uridu an attali'a waqta adh-dhuhri, nataka nifahamu na nijue kama wakati wa dhuhuri umefika, wakati wa swala. Ibn Abbas akashangaa akamwambia, ya Amira al-Mu'minin, nahnu fi qalbi al-ma'raka, sisi tuko kwenye kilele cha vita, watu wanapambana katikati ya vita. Imamu Ali akamgeukia Ibn Abbas akamwambia, tunawaua au tunapigana nao kwa sababu gani hawa? Akamwambia, ya Ibn Abbas, lisalati nuqatiluhum, hawa tunawapiga ili waswali, wawe multazimina katika swala. Sayyidina Ali bin Abi Talib akamwambia Ibn Abbas, adhini, tutaswali hapa. Ukisoma katika Nahjul Balagh ya Ibn al-Hadid, anamsifia Imamu Ali, anasema hivi, amma al-ibadata, kuhusu ibada, kana a'bada an-nas, huyu Imamu Ali alikuwa ni mcha Mungu kuliko watu wote katika zama zake. Wa aktharuhumus salata wa sawma, na alikuwa anaswali sana na alikuwa akifunga sana. Wa minhum ta'allama an-nasu salata al-layl, Sayyidina Ali bin Abi Talib yeye ndo alitoa funzo la namna ya watu kuswali salatul layl. Wa mulazamata al-awrad, alikuwa akifanya auradi nyingi sana mara kwa mara. Wa qiyaman nafila, vile vile alikuwa akisimamisha swala za sunna. Ikisha akasema, wa ma dhannuka birajulin, we unamdhania vipi mtu ambaye yatlubu ala muhafadhatihi ala wirdihi an yubsata lahu nat'un baina siffini fayusalli. Wewe unamdhania alikuwa ni mtu wa kawaida ambaye alikuwa anaomba mswala au mkeka awekewe ili aswali ndani ya vita vya Siffin. Wasihamu taqau baina yadai, ilhali mishale na mikuki ilikuwa ikipita mbele yake. Watamurru ala simakhaihi, ikipita katika mbele ya pua yake. Yaminan wa shimalan fala yartaa lidhalik, na wala hashtuki kuhusu jambo hilo. Wala yaqumu hatta yafragha min wadhifati, haachi swala mpaka amalize kusali. Leo kuna baadhi ya watu salatu subuhi anaona ni kitu cha kawaida, saa 3 au saa 2 ndo anasimama anasema usalli qada'an salata subhi. Ya lahu, wewe sio mfuasi sawa sawa wa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wewe sio mtu ambaye una ilaka khasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukafanya jambo lingine ukaonekana dhahiri mbele ya watu umefanya sawa sawa, kama kulia kwenye majalis si jambo baya. Ndio siku moja Musa alayhi salam amesimama na Bani Israili anawalingania. Faqama rajulun fashaqqa qamisahu, bwana mmoja akasimama akachana kanzu yake aliyokuwa ameivaa. Wa khadasha wajha, akaanza kujiparua uso. Khaufan min kalimati Musa, akiwa anaofia ile maneno mazito ya Musa. Jibraili akaja akamwambia Musa hivi, ya Musa qul lahu, mwambie huyo bwana hivi, a'tini qalbak, nipe moyo wako. Na mimi sishangai na kuchana kwako kanzu wala kujipiga uso. Moyoni una nini? Moyoni uko sawa sawa? Na ndo mwanzo tulisema ya kwamba moyo ndo kila kitu, ndo mashine ambayo inamuongoza mwanadamu. Akili yenyewe ni markazu tamiz. Akili ikishakubali na kufungulia mlango.
Maasalam. Lakini moyo ndo kila kitu, na Mungu amehutubia moyo katika Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Huyo ndo mtu wa sawa sawa. Kisa cha mwisho kumalizia hutuba yetu maarufu, kwa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Qais ibn Mulawah. Huyu Qais kwenye historia inasemekana alimpenda mwanamke wakiwa watoto wadogo, akakuwa akafikia akampenda Laila muda mrefu sana. Na wengine wanasema wala hakuwa ni mwanamke mzuri, alikuwa ni mdada tu ameparama, hana sura ya kutisha kiasi hicho. Lakini Qais alimpenda huyo mwanamke mpaka maisha yake yote. Siku moja huyu Qais alikuwa anapita, alipomuona mbwa wa Laila ajalakumullah. Mbwa akina Laila anaenda nyumbani kwao. Siku hiyo kumuona Laila siku nzima. Akasema nitamfuata huyu mbwa mpaka nielekeze alipo Laila. Akapita nyuma ya kaumu yusalluna aljamaa. Watu wanaswali salatu aljamaa, imamu yuko mbele. Alipopita akapita zake hajashughulika nao. Alivorudi kumpata huyo Laila akarudi ana huzuni. Akawakuta wale mabwana wamekaa mutafarriqin, kila mmoja amekaa kivyake. Imamu akamfuata Qais akamwambia, ya Qais, lima maradta bina wa lam tuaddi salata ma'ana? Mbona umepita ukuswali na sisi? Haukutuona tukiswali hapa? Akawaambia, kalbu Laila amani falam arakum. Yule mbwa wa Laila alifanya nikipofu, sikuwaona kabisa. Ikisha akamwambia imamu hivi, nyinyi mlikuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ra'aytumuni, na mmeniona. Udu ila salatikum, rudini mkafanye swala yenu upya. Mimi nimepita kawaida na nyinyi mlikuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Inaonyesha kabisa ile jamaa ilikuwa haina khushui, haikumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik, tuwe na mawasiliano ya khasa na sio mawasiliano ya amma. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema katika Qur'an, lau tukawa na urafiki na Mtume Muhammad tutamfikia yeye kwa uhakika. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.